yetu Bwana. Hii ni mwezi, tunaomba roho ya ukamilifu katika jina la Yesu likakamilike katika maisha yetu, na tukaone mkono wako ukitenda na ukifanya kazi ndani yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na kuamini, amen. Naomba usalimie rafiki yako na unamwambia tusongee hapa mbele, wale watakao kuja nyuma watakao huko nyuma yetu, amen. Haleluya, Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hizo 7 ambao tumekuwa tukikuja kwa nyumba ya Bwana kila siku na kukula meza ya Bwana kila siku, na leo ni siku ya 7. Ninataka tuangalie tu neno la Bwana kidogo, halafu Bishop ataenda kukamilisha akituongoza katika ibada ya kukula meza ya Bwana, na ninaamini ya kwamba Bwana atatusaidia, maana tumeona ya kwamba ni mwezi ya ukamilifu, na njua chochote ambacho hakijakuwa kikamilifu ndani ya familia zetu, ndani ya maisha yetu, ndani ya biashara, ndani ya kila kitu kitaenda kuwa kikamilifu katika jina la Yesu. Kupitia maombi, kupitia kutafuta uso wa Bwana, hakuna kitu kingumu, amen. Haleluya, Bwana asifiwe. Biblia inasema mambo yote yawezekana kwa nao muamini Mungu. All things are possible before the Lord. Kwa hivyo mimi naamini hakuna kitu ngumu mbele za Bwana, amen. Na kuna mkamba mmoja anasemanga hakuna mkate mgumu mbele ya nini, sijui ni mbele ya chai ama nini, lakini sisi tunaamini ya kwamba hakuna kitu kingumu mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ninataka leo tumuombe Mungu kwa ajili ya protection ya watoto, ya familia, ya maisha yetu, ya ulinzi katika maisha yetu. Ninataka niongee juu ya protection upon our life. Na Mungu anaweza kutulinda usiku na mchana kama tutamuomba na tutamuamini. Na ninaamini ya kwamba kuna ulinzi Mungu atawaachilia tunapoenda kukamilisha haya maombi. Ninaomba Bwana atupe ulinzi tukikula meza ya Bwana ya leo. Mungu atupatie ulinzi kwa familia, kwa watoto, kwa jambo lolote utakalolifanya, mahali utatembea, mahali utaishi, mahali utaenda. Bwana atupe ulinzi kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ninataka tusome katika kitabu cha Psalms ama Zaburi 91 from verse 1. Nitaomba pastor tusome na wewe, alafu nisome kwa Kiswahili na twende polepole, alafu tutaomba na Bwana hatatusaidia. Naomba ulinzi kwa maisha yako, ulinzi kwa familia yako, ulinzi kwa watoto, ulinzi kwa biashara, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisome kwa Kiswahili. Zaburi Zaburi 91 na kuanzia mstari wa kwanza inasemaje? Tuanze pamoja na wewe. Biblia inasema haketie mahali pasiri aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Biblia inasema nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Bwana ndiye kimbilio langu na ngome langu. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Biblia inasema maana yeye, tuanze hapo mzio mstari alafu tuende pamoja. Biblia inasema Bwana ndiye, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Na ngome langu. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Biblia inasema nitasema Bwana ndiye ngome langu na kimbilio langu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome langu. Bwana asifiwe. Mungu wangu nitakaye mfanya nini? Mtumainia. Yaani Mungu ndiye kimbilio letu. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiyo ngome letu. Haleluya. Na ndiye tutakaye mkimbilia. Bwana asifiwe. Ukisoma mstari wa 3 inasemaje? Naye atatuokoa na nini? Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Biblia inasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Na katika tauni inayoharibu. Bwana asifiwe. Ama iharibuyo. Ninaomba katika jina la Yesu, maana Mungu ndiye kimbilio letu. Tunapomtafuta Mungu, tunapoenda mbele za Mungu, tunapofunga,
tunapoomba tunaenda kumtafuta Mungu ambaye aliye kimbilio letu na ambaye ndiye ngome letu. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba maana yeye atatuokoa na mitego ya wawindaji. Bwana asifiwe. Ninaomba mwezi wa 7 kila mtego wowote utawekewa na mwindaji wote, Bwana akuokoe katika jina la Yesu. Hii ni maandiko yako ninakusomea. Bwana akuokoe. Maana watu watatuwekea mitego. Haleluya. Wanaowinda maisha yetu wataweka mitego kila mahali ili wakutege wewe na jamii yako na watoto wako na biashara yako. Lakini Biblia inasema Bwana ndiye kimbilio letu na ngome letu. Bwana asifiwe. Atakaye tuokoa na mitego ya wawindaji. Somebody sema amen. Ninatangaza katika jina la Yesu mwezi wa 7 kila mtego wote wa mwindaji haitakupata wewe na jamii yako katika jina la Yesu. Na Biblia inasema na katika tauni inaoharibu. Bwana asifiwe. Na ninatabiri kwa maisha yako hakuna tauni, hakuna ugonjwa, hakuna kitu chochote kinaharibu mwili, kinaharibu watoto, kinaharibu vitu vyako kitakaifanikiwa mwezi wa 7 katika jina la Yesu. Naomba mtu unisikie unaposema amen. Angalia mtu mwambie Bwana ndiye kimbilio langu. Haleluya. Angalia mwingine mwambie Bwana ndiye ngome langu. Na kila mtego wote utakayetegwa na wawindaji hautafanikiwa katika jina la Yesu. Ninaomba kila barabara utakayeenda na kuna mtego mtu ametenga kwa ili wewe ukaangukie, Bwana akuokoe katika jina la Yesu. Kila mtego shetani ataweka watu wako waangukie, watoto, familia yako, Bwana akuokoe katika jina la Yesu. Kila tauni itakayetumwa, ni Biblia yako inasema hivyo, Bwana akuokoe katika jina la Yesu. Angalia mtu mwambie Bwana atakuokoa. Haijalishi ni nani ataweka mitego, wacha waweke. Haijalishi ni mchawi ataweka mitego, wacha waweke. Biblia inasema Bwana ni kimbilio letu na ni ngome letu na atatuokoa kwa mtego wa mwindaji. Mimi sitaki kujua ni nani anawinda nafsi yako. Mimi sitaki kujua nani ako na uchungu na maisha yako. Hapana. Mimi sitaki kujua mtego imewekwa mahali wapi. Ninaombi moja siku ya leo ya kwamba Bwana ndiyo kimbilio letu na ngome letu. Haleluya. Na atakuokoa na mitego yao. Amen. Niko kanisani ama niko wapi? Bwana asifiwe. Niko naongelesha mashujaa ama naongelesha watu walioshindwa? Tingiza mtu mwambie wachana na mitego yao. Haleluya. Hii mambo ya kulala na uwezi ukalala kwa sababu unasema wataniinukia, wataweka mitego, watategea watoto wangu. Bwana ndiyo kimbilio lako. Amen. Na atakuokoa na kila mtego wa mwindaji yoyote. Anayewinda watoto, Bwana atakuokoa. Anayewinda familia, Bwana atakuokoa. Anayewinda kazi ya mikono yako, Bwana atakuokoa. Anayewinda biashara yako, Bwana pia atakuokoa. Anayewinda nyota yako pia Bwana atakuokoa. Tunapomaliza maombi haya, ninataka nitangaze katika anga hii hakuna mitego itakayefanikiwa. Hakuna tauni itakayefanikiwa. Angalia mtu mwambie hakuna tauni itakayefanikiwa. Kuna mwimbaji mmoja amenifurahisha na mimi napenda. Ni vile sijui kuimba vizuri, lakini msinicheke waimbaji wale mnajua. Ali amesema no kwa kila kitu. Haleluya. Kutofanikiwa no. Ni vile hiyo wimbo ijaniingia na mimi sijui kukrama vitu vizuri. Haleluya. Haleluya. Katika jina la Yesu ninasema no kwa kila mtego utakayowekewa. Ninatenga hapana kwa kila kitu kitakairuka juu yako. Angalia mtu mwambie hakuna mtego utawekewa na uingie ndani. Sio angalia mtu mwambie sitaweza kuingia katika mitego yao wawindaji. Unajua Biblia inatuambia wanaotuwinda, wawindaji wa maisha yetu. Inamaanisha kuna wale wanatuwinda usiku na mchana. Lakini nina furaha kwa sababu Bwana ni kimbilio langu na ni ngome langu. Haleluya. Na haleluya. Somebody sema amen. Na ataniokoa na mitego yao. Kama kuna kitu inanifurahishaga, hiyo naweza soma hata kama nilikuwa naomba usiku nikasimama nikasema ataniokoa na mitego yao. Wanaowinda watoto, wanaowinda biashara, wanaowinda afya yangu, wanaowinda nyota yangu, Bwana ataniokoa. Hebu tusome hiyo mstari mwingine, mchungaji ameondoka. Niko na mtu anaweza nisomea kwa Kiswahili. Haleluya. Mkiona pastor mfunge hapa na super glue, mwambie kaa hapo katika jina la Yesu.
Haleluya. Na mstari wa 4 inasemaje? Weka hapo. Awe nisomee kwa Kiswahili. Amen. Inasema hivi, kwa manyoya yake atakufunika. Biblia inasema na kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya mabawa zake utapata kimbilio. Chini ya mabawa zake utapata kimbilio. Si urudie tena hiyo mstari. Biblia inasema kwa manyoya yake, siweke hata pale. Kwa manyoya yake atakufunika. Na chini ya bawa zake utapata kimbilio. Haleluya. Angalia mtu, mwambie tutafunikwa na manyoya yake. Haijalishi kutatokea nini, lakini haleluya, Biblia inasema kwa manyoya yake Mungu atatufunika. Haleluya. Na Biblia inaendelea na kusema haleluya, na kwa bawa zake. Amen. Ya usiku wala mshale urukao mchana, wala mshale unaoruka mchana. Haleluya. Wala tauni ipitayo gizani, wala tauni inaopita gizani, na uwele uharibuo adhuhuri. Na wale uharibio nini? Adhuhuri. Hebu rudia tena, soma kwa Kiswahili tena na usome na nguvu tena. Mstari wa 5 unasema, Biblia inasema hivi, mstari wa 5 nataka usikie. Utaongopa hofu ya usiku. Biblia inasema utaongopa hofu ya usiku. Angalia mtu, mwambie hii mambo ya kulala, haleluya, unafunga mlango mara 6 kwa sababu unaongopa kitu kinaweza fanyika. Unaenda unafunga tena, unarudi tena, unafunga tena, unarudi tena, unaambia watoto washeni tamu, angalie kama kila mlango imefungwa. Biblia inasema hautaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. Angalia mtu, mwambie kila wachawi wanaoroga usiku hautawaogopa. Somebody sema amen. Na kila mshale unaorushwa mchana hautaogopa. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasemaje? Endelea. Mstari wa 6 unasema, mstari wa 6 inasema hivi, wala tauni ipitayo gizani, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri, wala uwele uharibio adhuhuri. Angalia mtu, mwambie hakuna tauni inaopita gizani itakaribia kwa nyumba yangu. Nimekuja kutangaza hakuna tauni inaopita gizani itapitia kwa watoto wako, itapitia kwa familia yako, itapitia mahali popote. Tunafunika kila mlango, maana tunatangaza ulinzi katika jina la Yesu. Hapana tauni ipitao gizani itakaye penya kwa familia yako, wala uwele uharibiao adhuhuri. Angalia mtu, mwambie mimi ni hatari kuanzia saa hizi kwa sababu nimelindwa na Jehova. Haleluya. Hakuna tauni inaopita gizani iko na permission ya kuingia kwako. Hakuna tauni ipitao gizani iko na permission ya kuingia kwa familia yako. Hakuna tauni ipitao gizani iko na permission ya kuingia kwa biashara yako. Ninatangaza katika jina la Yesu, hatujakuja hapa kulilia Mungu, na Mungu naye anatuambia haleluya, hakuna tauni ipitao gizani itakao. Angalia mtu, mwambie ni tauni itapitia wapi kwangu? Haitapita katika jina la Yesu. Nimeiwekea kinga katika jina la Yesu. Nimewekea mlango na niweka padlock, hakuna tauni ya kuingia kwako. Tauni ya kupita gizani tumekataa. Tauni ya kupitia pahali popote ingia kwa watoto nimekataa. Maovu ya kukuja kwa nyumba yako nimekataa. Hii mambo ya kuabudu Mungu na ukikaa hivi unasikia hasara inakutokea huku, unasikia magonjwa, unasikia mshale. Hata kama kuna mshale ulirushwa mchana hautakuja kwako, ninaiamrisha i bounce back. Haleluya. Haujajua kile nimesema. Hata kama walirusha mchana mishale yao, nimetangaza ya kwamba iwarudie, hairudi, haitaingia kwako. Hata kama ilikuwa imelenga direct kwa watu wako, mimi nasimama na kusema i-divert katika jina la Yesu. Maana sisi tunamjua Mungu. Haleluya.
Na Biblia inasema Mungu ndiye kimbilio letu na ndiye ngome letu. Haleluya. Wala hakuna tauni ipitao gizani, wala uwele uharibiao adhuhuri. Tingiza mtu mwambie tuheshimiane tafadhali. Ninapomwabudu Mungu nataka tuheshimiane na wanaotupa tauni, wanaotupa hasara, wanaotupa magonjwa. Niwaambie katika jina la Yesu, not in my place, not in my children, not in my business. Ninasema no in the name of Jesus. Sijui naongelesha nani. Hebu endelea mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema, sikia hivi, ijapo watu 1000 waanguka ubavuni. Biblia inasema ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume. Naam 10,000 mkono wako wa kuume. Hata hivyo sikia, hata hivyo hautakukaribia wewe. Hautakukaribia wewe. Sirudie hiyo mstari. Ni kama hujaelewa kile hiyo Bible inasema. Mstari wa 7 unasema ijapo watu 1000 waanguka ubavuni. Biblia inasema ya kwamba kama bado sisi Yesu ni kimbilio letu na ni ngome letu. Biblia inasema hivi mstari wa Zaburi 91 verse 13. Itakapo wewe unaweka wapi sasa? Hatujafika huko 13 jamani. Tuko mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako. Hapo kuna mafundi. Ijapo kuwa watu 1000, haleluya, wataanguka ubavuni pako. Tingiza mtu mwambie hata kama ni 10 hao wanaokupiga, hata kama ni 20, hata kama ni 1000. Biblia kwanza imesema 1000. Hata kama wataanguka hapo kwa nyumba yako, hata kama watakuzunguka, hata kama utakuwa wewe ni 1%, wale watu wanataka kusikia jina lako. Sikia vile neno la Bwana linasema leo, ijapokuwa watu 1000 waanguke ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo, tingiza mtu mwambie hata hivyo hawatakukaribia wewe. Kuna kitu kinawekwa ulinzi wa Bwana, hata wakikuja wakiwa 100, hata wakikuja wakiwa 300, hata wakikuja na nguvu za ila gani, Bwana anaweka ulinzi, hawatakukaribia wewe katika jina la Yesu. Hatutamwabudu Mungu na tuongope watu. Hatutaabudu Mungu na tuongope wachawi. Hatutaabudu Mungu na tuongope wanaofunga irisi. Hatutaabudu Mungu na tuongope wanaokula juju. Hatutaabudu Mungu na bado tuongope waganga wa kienyeji. Biblia inasema hata pokuwa watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkononi wako wa kuume, hata hivyo, haleluya, hawatakupata wewe. Tingiza mtu mwambie hawezi wakanipata mimi. Nina ulinzi. Natangaza ulinzi kuanzia saa hizi. Natangaza ulinzi kuanzia saa hizi. Natangaza ulinzi wa Roho Mtakatifu. Natangaza ulinzi wa Roho Mtakatifu. Hata kama watainuka huko mashambani, hata kama watainuka huko shago, hata kama watakuroga wakiwa wana nguo, hata kama watameza vitu na wakunywa zingine, Bwana ananiambia watainuka watu 1000 waanguke ubavuni pako, naam 10,000 mkononi wako wa kuume, lakini hata hivyo hawawezi nikaribia wewe. Hawawezi wakakukaribia. Kuna distance Mungu anawekanga wewe na maadui zako. Ninakuongelesha leo katika jina la Yesu. Ninakuwekea distance kuanzia siku ya leo. Si ati mnatoshana na maadui zako, hamwezi kutoshana. Nimesema no katika jina la Yesu. Wakilia wewe hautalia. Wakifukuziwa watoto wewe utafukuziwa watoto. Wakiaibishwa wewe hautaaibishwa. Mali wanahangaika wewe utahangaika. Maana Biblia inasema hawatakupata wewe, hawatakufikia wewe, yani hawatafikia watoto wako. Mungu anasema nitainua, haleluya, kiwango. Wakati maadui watakuja kama maji mengi, I'll raise the standard. Tingiza mtu mwambie hatuwezi kutoshana na maadui zangu mimi, hatuwezi. Nimekubali, nimekataa, nimesema no. Lazima wawe chini, lazima kukuwe na distance. Ninanyoosha kidole cha Bwana kuanzia siku ya leo. Au tatoshana wewe unaabudu Mungu na mtu anayefunga nyoka. Au tatoshana wewe unalia kanisani na mtu ako na juju ya mganga.
Wacha Mungu atofautishe ni nani aliye na nguvu kuliko wewe. Ninatangaza kuanzia siku ya leo, hautashuka chini na mwenye anaabudu waganga haikuwe juu yako. Lazima Mungu atofautishe. Maana Biblia inasema watainuka 1000 waangukao bavuni pako, na 10,000 mkononi wako wa kuume. Lakini hata hivyo, tingiza mtu mwambie hata hivyo. Nguza mwingine mwambie hata hivyo. Sitaki kujua wanagaramika kiasi gani. Let them do. Wacha wagaramike. Haleluya. Angalia mtu mwambie wacha wagaramike. Wacha walale nje wakiwa wana nguo. Wacha wameze zingine na wakule zingine. Wacha wakalie na wachemushe. Let them do their work. Haleluya. Let them wafanye kile wanataka kufanya, waendelee. Lakini Biblia inasema watafanya nini? Ijapo watu 1000 waanguke ubavuni pako na 10,000 mkononi wako wa kuume, hata hivyo, underline hapo kwa mstari yako, hata hivyo hawatakupata wewe katika jina la Yesu. Ninaweka mstari mmoja ya kwamba hakuna adui anayekimbizana na wewe atakaye kupata wewe. Hakuna adui anakimbizana na watoto wako atakaye kupata wewe. Biblia inasema ya kwamba tutakuwa kichwa wala sio mkia. Biblia inasema tutakaa juu wala sio chini. Ninatangaza kuanzia siku ya leo, wewe si wa kukaa chini, wewe ni wa kukaa juu. Wewe si wa kukaa nyuma, wewe ni wa kukaa mbele. Roho ya kuongoza ingie ndani yako. Soma mstari wa 8. Sikia Biblia inasemaje? Mstari wa 8 unasema, sikia hapa vizuri, ila kwa macho yako utatazama. Biblia inasema ila kwa macho yako. Tingiza mtu mwambie ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Na kuyaona malipo ya wasio haki. Oh my Father, my Father, ninakuja nikuambia utatazama hivi. Kwa macho yako utaona malipo ya wasio haki, wanaokutendea mabaya, wanaokudhulumu, wanaokuonea, wanaokugandamiza na madawa na mitishamba. Biblia inasema ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Bwana akufanye kuona na macho yako vile Mungu atakaye kufanyia wale wasio haki. Wacha nikwambie, hapo hakuna kukufa mapema mpaka uone malipo ya wasio haki. Wale walifanya machozi yako imwangike kwa sababu kuna kitu wanakudhulumu nacho, wanakuharibia familia, wanakuharibia watoto. Bwana anasema ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Ninaanza kuanzia siku ya leo, haya macho yako ishuhudie malipo ya watu waliokutesa bila sababu, malipo ya watu waliokunyanyasa bila sababu, malipo watu waliotumia juju na kukuremote control maisha yako bila sababu. Bwana, macho yangu itaona. Si useme macho yangu itaona. Nasikia kisirani katika jina la Yesu. Ninasema hautakufa kabla ya wakati. Hautakufa bila kuona matendo yale Bwana atatenda kwa wale wasio haki. Lazima macho yako ishuhudie. Tingiza mtu mwambie Bwana anasema ataandaa meza mbele ya watesi wako. Haleluya. Ndio nachukia nasema acha nisimtumie that word. Wale wasema ninakufa. Mashida inaisha. Unakufa kienda wapi? Lazima Mungu aandae meza mbele ya watesi wako. Useme hakika one day mimi ndio ule hao watu waliodharau. Leo mimi ndio mtu ambaye anakalia kiti cha ufalme. Haleluya. Watu walijua Esther kama mtoto mwenye hana wazazi, lakini siku moja walitazama Esther akiwa queen. Tingiza mtu mwambie kuna wakati wa kutazama mtu akiwa chini, lakini kuna wakati wa kutazama mtu akiwa juu. Naomba hiyo siku ifike kwako katika jina la Yesu. My Father, my Father. Soma mstari wa 9. Biblia inasemaje mstari wa 9? Inasema hivi, ninaomba ukikula meza ya Bwana ukumbuke Bwana ndio kimbilio lako na ndio ngao yako. Haleluya. Inasema hivi,
Mstari wa 9 unasema unasema hivi: kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu. Biblia inasema kwa kuwa wewe Bwana ndio kimbilio langu. Umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Endelea. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakukaribia ema yako. Haitakaribia ema yako. Angalia mtu mwambie, mabaya haitakukaribia. Mabaya haijapewa ruhusa ya kukukaribia wewe. Mabaya haijapatiwa permission ya kukuja kwako. Biblia inasema mabaya haitakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Ninatangaza leo katika jina la Yesu, wale watu wa kuzunguka kwa nyumba yako, nimetangaza mabaya haitakukaribia wala kwa hema yako. Haleluya. Nimesema hata kwa compound yako hairuhusiwi tauni kuingia kwa geti yako. Hairuhusiwi mabaya kuingia kwa geti yako. Hairuhusiwi mahofu kuingia kwa biashara yako. Biblia inasema mabaya haitakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Tingiza mtu mwambie, nyumba yako haijaruhusiwa mtu yoyote kuingia akiwa na mabaya. Ninaweka nyaunyo kwa milango ya kila mtu. Haleluya. Sitakuomba ruhusa. Niko na assignment, nitaweka malaika na nitaomba hakuwe na nyaunyo. Nitaomba Mungu hatume malaika hapo na nyaunyo yoyote wa kusafirisha mabaya kwa compound yako. Biblia inasema wala tauni haitakukaribia kwa hema yako. Yoyote huwa anapanda kisirani, yoyote huwa analeta uchokozi, yoyote huwa analeta vitina, Bwana akae kwa mlango yako akimwambia out ni nje, not here, not in this compound. Kabla hujamaliza hii mwezi wa 7, ninatangaza katika jina la Yesu, mabaya haitakukaribia wala tauni haitakaribia hema yako. Ninafukuza magonjwa ya kutumwa na watu. Ninafukuza maovu ya kutumwa na watu. Ninafukuza mabaya ya kusababishwa na mwanadamu. Ninafukuza maovu ya kutumwa usiku na mchana. Ninasema katika jina la Yesu, huu mwezi wa 7 mabaya hayatakupata wala tauni haitakaribia hema yako. Salimia mtu mwambie, nimesema mabaya hayatanipata wala tauni haitakaribia hema yangu. Mwambie no permission. Hakuna ruhusa, hakuna nafasi. Haiwezekani wala haitawezekana wala haitafika siku iwezekane wala haitafika saa hairuhusiwe kwangu mabaya, wala haitafika dakika wakati mabaya itaruhusiwa kwangu. Nimesema katika jina la Yesu, hii ni mwezi wa 7, lakini hatutamaliza na mabaya wala tauni. Unasikia mahali Biblia inasema wala inatumia nguvu, sio polite language. Haleluya. Nikumwambia uondoke kwangu ama tuonane. Haleluya. Mimi naambia mchawi pack and go. Don't try in my compound. Don't try in my area. In the name of Jesus. Ninakuombea katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba mabaya hayatakupata. Tunamtegemea Mungu na tunasema mabaya hayatatupata. Sisi kimbilio letu ni Jehova, na tumesema mabaya haitatupata wala tauni haitakaribia katika nyumba zetu. Ninatangaza hakuna tauni iko na permission ya kuingia kwa compound yako. Ninatangaza hakuna tauni ina permission ya kuingia kwa eneo yako, mahali unafanyia kazi, mahali unafanyia biashara. No permission. Siangalia mtu mwambie lazima ukuwe na command. Hakuna ruhusa, hakuna nafasi. Endelea, soma tena. Mstari wa 11 unasemaje? Kwa kuwa hatakuangizia malaika zake wakulinde. Kwa kuwa atakuangizia malaika zake wakulinde. Katika njia zako zote. Umesikia wakisema ataangiza mtiso wakulinde? Umesikia wakisema wataangiza kamene akulinde? Biblia inasema kwa kuwa ataangiza malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Angalia mtu mwambie, kuna malaika ninatembea na yeye kila usiku na mchana. Ninaomba katika jina la Yesu, malaika wa Bwana walinde watoto wako, waangizwe malaika wa Bwana walinde biashara yako,
Waangizwe malaika wa Bwana walinde shamba yako. Waangizwe malaika wa Bwana walinde mipaka yako, walinde mpaka mifuko yako. Maana Biblia inasema kwa kuwa ataangiza malaika wa Bwana hakulinde katika njia zako zote. Soma tena hiyo mstari unaofuata. Mstari wa 12 unasema. Mstari wa 12 unasema, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Biblia inasema na malaika hao mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa miguu wako katika jiwe. Angalia, mtu mwambie haujaruhusiwa kujikwaa, kwa sababu mikononi mwako malaika wa Bwana watakubeba. Ndio Rosi Monda akasema nibebe, nibembeleze, nibebe. Saa hizi tunamwambia Mungu, malaika wako wanichukue mikononi mwako, wanibebe nisije nikajikwaa. Haleluya. Angalia, mtu mwambie hauruhusiwi kujikwaa, kwa sababu malaika watakubeba. Haya, soma huyo mstari unayofuatilia. Mstari wa 13 unasema. Mstari wa 13 inasema, utawakanyanga simba na nyoka. Tingiza mtu mwambie hii ni kali, hii ni moto, hii inachoma, hii inachemsha. Biblia inasema utawakanyanga simba na nyoka na mwana simba na joka. Mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Utawatwesa waseta kwa miguu. Tingiza mtu mwambie tutaisikanyanga nyoka zao. Don't fear them. Wakati tunakanyanganga mafuta hapa hayo na tunatengenezanga miguu yetu inakuwa chuma. Biblia inasema utawakanyanga simba na nyoka na mwana simba na joka utawaseta kwa miguu yako kwa miguu. Angalia, mtu mwambie miguu yangu nitakanyanga simba, nitakanyanga nyoka, nitakanyanga mwana simba na joka, na nitawatwesa ama waseta. Nitawaseta. Yaani nitawafanya nini inaanza Kiswahili? Nitawakanyaga, nitawashinda, nitawafinya, nitawakanyanga na miguu yangu. Angalia, mtu mwambie mimi ndio watesaji wa hao manyoka zao. Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Utawaseta, utawateka nyara. Pokea mamlaka ya kukanyanga nyoka zao kule wametega, na zinakuwa hasina nguvu juu ya maisha yako. Angalia, mtu wewe sio mtu wa kuwekewa ndawa kwa mlango na unaruka halafu kichwa yako inaruka. Hapana, nimekataa. Waweke, lakini wewe miguu yako ni chuma, ukikanyanga ina backfire, inaenda back to the center. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, pokea mamlaka ya rohoni. Hata wakileta nini, Biblia inasema utawakanyanga simba na nyoka na mwana simba na joka. Tingiza mtu mwambie nitawaseta kwa miguu yangu. Angalia, mtu mwambie nitawafinya. Angalia mwingine, nitawaumiza mahali. Angalia mwingine, si useme na paji, unasema hivi ni kama wewe ulirogwa na ukarogeka. Mwambie hiyo uchawi yao nitaikanyanga, nitapita juu yake, nitaimaliza nguvu, nitaisabaratisha, na nikimaliza I send it back to the sender. Ninaifunga na take away. Kama walituma kuharibu watoto, natuma kwao waharibu times 2 times 3. Ukikula meza ya Bwana leo, mtu akiharibu mtoto yako wake anaharibika times 3, kwa sababu unaituma back to the sender. Haijaruhusiwa kwako katika jina la Yesu, maana uko na mamlaka ya kuwakanyanga simba na nyoka. Angalia, mtu mwambie pokea nguvu leo. Biblia inasema ametupa mamlaka. Haleluya. Tutakanyanga inge na nyoka. Amen. Pokea nguvu leo, kuna ulinzi ndani yako. Yaani inamaanisha hata kama watafanya nini, don't fear. Tingiza mtu mwambie usiongope. Leo ulinzi wa Bwana uko pamoja na wewe. Ndio wataenda Simawaga, wacha waende. Wao ndio watatoroka katika jina la Yesu. Mwingine alisema hao wanaomba nini, nitawapeleka, nitaenda Tanzania, nitaenda huko. Ule alinitumia hiyo chat, nikamwambia mwambie aende hata saa hizi, alipe hiyo basi ya kwenda ama alipe ndege aende. Kwa nini tunasumbuana? Si you just go. Utanipata hapa, utaangu. Wewe ujui ule anacheza na yeye, utaenda huko na mimi naenda kwa magoti, utaanguka mara 7, utaumia, utajikwaa, kwa sababu nitakanyanga simba na mwana simba. Angalia, mtu mwambie mimi sio kurogwa na mama dawa na vitu zingine zinakaa. Nini wewe? Tunasumbuania nini sasa? Nitaenda kwa Tanzania kwa mababu, si uende? Just go.
Somebody sema amen. Angalia mtu mwambie leo wewe si wa kuendewa kwa mababu. Pokea nguvu ya kukanyanga simba na mwana simba katika jina la Yesu. Guza mtu mwambie leo katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kukanyanga simba. Soma hiyo mstari inafuata. Katika jina la Yesu. Ulinzi uko juu yako. Kuna ulinzi unaletangwa juu ya mtu. Hallelujah. You don't need permission ya watu wakwambie sijui nini. Kuna ulinzi juu yako. Kuna ulinzi wa Roho Mtakatifu, maana Mungu ndio kimbilio letu. Hallelujah, na ndiye ngome letu. Soma hiyo mstari mwingine inasemaje? Mstari wa 14. Mstari wa 14 inasemaje? Huwa amekaza kunipenda. Biblia inasema huwa amekaza kunipenda. Nitamuokoa na kumweka palipo juu. Nitamuokoa na kumweka palipokuwa juu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Rudia hiyo mstari. Biblia inasema atafanya nini? Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa. Usikie, lazima upende Mungu. Usijiweke kwa hiyo kiwango na hujapenda Mungu. Biblia inasema kwa kuwa amefanya nini? Kwa kuwa amependa kunipenda. Amependa kunipenda. Samahani, kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa. Maana umekasana kupenda Mungu na kukuja kanisani, Mungu atakuokoa. Na kumweka palipo juu. Na Biblia inasema atakuweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Maana ashakujua jina lako. Amekujua jina lako. Angalia mtu mwambie Mungu ashajua jina lako kitambo. Na maana umekasana kumpenda Mungu, atakuokoa. Amen. Mstari wa 15 unasema mstari wa 15 tusome kwa haraka sasa. Ataniita nami nitamuitikia. Biblia inasema utamuita Mungu naye atafanya nini? Nitamuitikia. Nitamuitikia. Yaani utaitana Mungu niokoe, atakuitikia. Wakati unaomba Mungu anasikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Biblia inasema Mungu atakuwa pamoja na wewe taabuni. Nitamuokoa na kumtukuza. Nitamuokoa na kumtukuza. Mungu atasafiri na wewe hata katika taabuni. Atakuokoa na atakutukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Biblia inasema kwa siku nyingi atakushibisha. Hakuna njaa kwako tena katika jina la Yesu. Nami nitamuonyesha wokovu wangu. Biblia inasema nami nitamuonyesha wokovu wangu. Endelea. Umemaliza? Angalia mtu mwambie kwa kuwa umekaza kumpenda Mungu, hata kuokoa. Na kwa siku nyingi nitasimama nami nitamuonyesha wokovu wangu. Angalia mtu mwambie Mungu atasimama kutuonyesha wokovu tuliosimama na kulitukuza jina lake. Hatuwezi abudu Mungu na Mungu akanyamaza. Atasimama kuonyesha wokovu wake. Atasimama kuonyesha kwamba ile jinsi tulivyompenda atatuokoa. Angalia mtu mwambie kuna ulinzi leo katika jina la Bwana. Angalia Psalms 121 verse 4 inasemaje? Nasoma, nataka nikimalizie na mstari nitasoma kama mstari kama 3 alafu tutasimama tuombe, tutajiandaa kwa ajili ya mesa ya Bwana ili bishop atuongoze. Zaburi 121 mstari wa 4. Inasema nini? Naam, atasinzia wala kulala usingizi. Biblia inasema naam, atasinzia wala kulala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Angalia mtu mwambie Mungu hataweza kufanya nini? Hataweza kufanya nini? Kusinzia wala kulala usingizi. Aliye mlinzi wa Israeli. Mlinzi wa Israeli ni Mungu ambaye tumesema ndio kimbilio letu, ndio ngao yetu, ndio ngome letu. Anasema hatafunga macho, meaning that atakuchunga 24/7. Hatasinzia. Angalia mtu mwambie ninaomba katika jina la Yesu, Mungu anayetulinda hawezi akasinzia. Mchana atatuangalia, usiku atatuangalia. Atalinda watoto wako hata wakiwa bali na wewe. Atalinda hata biashara yako, atalinda hata mama yako ikiwa ushago. Wale mnazoea kuroga huko ushago, jaribu uone malaika wa Bwana akikunyanyua juu hivi, anakuambia hapa ni kwa mtumishi wangu, toka katika jina la Yesu. Ninaomba Roho wa Bwana akupigie mtu teke hata ukiwa huku mjini. Amwambie toka hapa ni kwa mchungaji wangu, hapa ni kwa mtoto wangu, hapa ni kwa my daughter, my son. Jesus. Wanaompenda Mungu hakuna siku wataangamia. Wanaokasana kumpenda Mungu hakuna siku Mungu atasinzia. Atakulinda usiku na mchana.
Ninaomba tusome katika kitabu cha Proverbs 18 verse 10. Inasema hivi, nataka uandike, utasoma baadaye. Haleluya. Inasema haje? Proverbs 18 verse 10. Inasema jina la Bwana ni ngome imara. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki uikimbilia hakawa salama. Mwenye haki uikimbilia akawa salama. Angalia mtu mwambie, unapoona tunalita jina la Yesu usione kama tumechanganyikiwa. Hapana. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki, Biblia inasema mwenye haki analolikimbilia anakuwa salama. Angalia mtu mwambie, tafuta sana kuwa mwenye haki, kwa sababu Mungu atakutetea. Biblia inasema unapomkimbilia unakuwa salama. Somebody sema amen. Nasema tusome katika kitabu cha 2 Thessalonians was inaitwaje? Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Soma hapo. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Lakini Bwana ni mwaminifu atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Biblia inasema lakini Bwana ni mwaminifu atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Bwana ni mwaminifu. Haleluya. Haleluya. Angalia mtu mwambie, lakini Bwana wetu ni mwaminifu atakaye wafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Angalia mtu mwambie, sisi tunayemjua Mungu tunajua ulinzi wetu unakaa kwa Mungu, maana yeye ni mwaminifu atatulinda. Haleluya. Daudi anasema kama sio Mungu wenye wale wahofu wangenimeza nikiwa hai. Angalia mtu mwambie, wale wanaomezea maisha yako, wale wanasikia kitu hapa, wale wanasikianga kitu hapa kwa moyo ni wengi, lakini Mungu, Daudi anasema kama sio Bwana wangenimeza, maadui wangenimeza nikiwa hai, lakini hawaruhusiwi. Tikiza Bwana, mwambie macho yako itaona. Haleluya. Vile Bwana atakayefanya na waofu, kwa sababu wanakumezea mate, wanasema nasikia kumumaliza, nasikia kumwangamiza, lakini Mungu anasema ni mwaminifu atakulinda na waofu. Na Biblia inasema utaona, macho yako itaona vile Bwana atafanya na wale waofu. Tingiza mtu mwambie, Mungu anajua kutulinda sisi. Ninaomba ulinzi wa Bwana kwa familia yako. Ninaomba ulinzi kwa biashara yako. Ninaomba ulinzi kwa kazi ya mikono yako. Ninaomba ulinzi kwa kila kitu utakachokifanya, kwa sababu kama sio Bwana, haleluya, tunapokula meza ya Bwana siku ya leo tumwambie Mungu, hatujui maadui zetu ni kina nani, hatujui uovu itatokea wapi, hatujui tauni itatumwa siku gani, maybe itatumwa mchana, maybe itatumwa usiku, lakini Biblia inasema Bwana asinzii, Bwana wala halali. Angalia mtu, Bwana atatulinda. Amen. Na ndivyo tunaweka maombi kama haya ili tumwambie Mungu tulinde, tuhifadhi, kwa sababu hatujui tauni itatokea wapi, hatujui uovu itatokea wapi, hatujui mabaya itatokea wapi, hatujui nani amebeba mabaya. Wengine waliobeba mabaya tuko karibu na wao sana, lakini Biblia inasema yeye ni mwaminifu atakayefanya imara na kutulinda na yule muovu, meaning that hata kama wako katikati yetu, Bwana hatakuwa mwaminifu kutulinda sisi. Hallelujah. It doesn't matter ni wapi utapitia. Biblia inasema hata kama utapita katika ufuli wa mauti, Bwana hatakulinda. Angalia mtu mwambie, hata kama utapita katika ufuli wa mauti, usikie nywele zimesimama. Sijui kama hiyo watu bado wanasikia. Kitambo tulipitanga tu barabara twingine, na kwa sababu nyumbani kule mashambani hakukuwa na mataa wakati ule. Thank God saizi ushago kumeanza kuja stima, lakini unaona umetoka mkesha, umetoka maombi, umetembea na miguu, unapita kwa barabara unasikia nywele imesimama. Unajua kama sio mtu ako nyuma yako mbaya, ama kama sio kitu kibaya, unasikia nywele zimesimama. Lakini naye Mungu anasema yeye ni mwaminifu atakayefanya imara na kuwalinda na kuwalinda na yule muovu. Haleluya. Tunapita katika barabara zingine ni bovu, tunakaa katikati ya watu wengine ni wahofu wanaotaka kutumeza, wanasikia kutukula, wanasikia kutusianga. Biblia inasema ya kwamba shetani alimuomba Petro ampepete kama gano. Sometimes kuna watu wanasikia kutupepeta kama gano, lakini Biblia inasema yeye ni mwaminifu atakayefanya imara na kutulinda
na wale waofu. Tingiza mtu mwambie, hata kama tutapita katika uvuli wa mauti, there is God ule atakaye protect your life. Hey, my father, my father. Ninapojua hivi ninamtumainia Mungu siku zangu zote. Hey. Zaburi 23 mstari wa 4. Zaburi 23 mstari wa 4. Naam. Naam. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami. Biblia inasema sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Gongo lako na fimbo lako lanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Waandaa meza mbele yangu Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Umenipaka mafuta kichwani mwangu. Na kikombe changu kinafurika. Na kikombe changu kinafurika. Angalia mtu mwambie, sometimes Mungu huandaa meza mbele ya watesi wangu. Nitakwambia vile Mungu huandaa meza. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati wamekuroga usiku, wakaacha wamekuua, alafu asubuhi mnakutana ukiwa unapumua, mambo yako yanaendelea. Hiyo ndio Mungu anasema ataandaa meza mbele ya watesi wako. Haleluya. Angalia tumwambie, waliotarajia tufunge hatutafunga. Waliotarajia watoto wetu wasabaratike hawasabaratika. Mungu ataandaa meza mbele ya watesi wako. Meaning that at disappoint your enemies. Meaning that at disappoint your nini ule mchawi wa maisha yako. Angalia mtu mwambie, it doesn't matter ni nani aliye kinyume na mimi, meza itakapoandaliwa hatakuwa disappointed. Somebody say amen. Hallelujah. Watasema mbona tulimaliza huyu, mbona tulimwekea juju, mbona tulishika, mbona tuliweka kwa ulimi, mbona tulifunga kwa kiuno, mbona tulifanya. Lakini Mungu ata make sure wataona, na wewe utashuhudia kile walichokifanya kibaya, na wewe Mungu atakuhifadhi. Haleluya. Ninaomba ulinzi wa Roho Mtakatifu juu ya familia yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi ya mikono yako. Somebody sema amen. Mama mmoja akaroga mwingine, alafu mimi nikaenda kwa ile mazishi, wakaangaliana hivi wakasema, no, tuliroga huyu mama, huyu akatokea. Huyu mama ni kina nani? Huyu ndio nani? Wakaanza kuulizana na kiluka. Mimi sijui kiluka cha kwao, lakini mwenye anasikia kiluka cha kwao akasikia. Akakuja kaniambia, wachawi wawili walikuwa kwa mazishi, walikuwa wanatafuta wewe ni nani, kwa sababu waliroga mmoja wako wa mshirika, na waliposhindwa wewe ndio ulitokea. Listen and listen again. Mungu anasema ataandaa meza mbele ya watesi wako. Ninasema hivi, watakuita kwa vioo vyao lakini wewe hautatokea. Wataita watoto wako lakini watoto wako hawatatokea. Wataenda kwa biashara yako, watakaa hapo wakisunguka lakini hautafunga. Nimesema mimi kama kuhani hakuna kitu kitafanyika, maana Bwana lazima aandae meza mbele ya watesi. Listen and listen again. Hii mambo yako kama unatetemeka, sijui nitafanya nini, sijui watafanya nini. Let them do. Wacha wafanye kazi yao. Hata ni Elijah alisema, iteni Mungu wenu, maybe amelala. Waliita saa 10, saa 6 akamwambia maybe ameenda lunch, simuite tena. Wakaendelea kuita miungu ya bahari. Wacha wao wa exercise their power. Wacha wao exercise their authority. Wewe kuja kwa jina la Yesu, maana Biblia inasema jina la Yesu ni ngome imara. Wenye haki wanaoikimbilia wanakuwa salama. You don't know the power of the name of Jesus. When we call the name of Jesus, we are saved. When we call the name of Jesus, our children are saved. When we call the name of Jesus, our family are saved. Niko hapa nikwambie, it doesn't matter kule watafanya, kule wataenda. Just call the name of Jesus. Wacha kujisumbua, call the name of Jesus. Wewe wakiwa na juju yako, nguza Yesu. Wacha kujisumbua, wacha kujichanganya, nguza jina la Yesu. Uone vile jina la Yesu linaweza fanya kazi. Biblia inasema wanaompenda yeye huwatetea, yeye huwaokoa. Penda Jehova akutetee na kuokoe. Shida tunapenda kiasi tunawacha. Tingiza mtu mwambie tupende Jehova ili atutetee. Somebody sema amen. Daudi akasema haleluya, kama sio Mungu kuwa upande wangu, wahofu wa maadui wanaonichukia wangenimaliza nikiwa hai. Tingiza mtu mwambie wewe ungekuwa umezikwa kitambo. Haleluya.
Wewe jeneza yako inakaanga kwa mganga. Usiingize mkamba na niangalia hapa na rehema zake. Mwambie jeneza yako iko na jina yako niko kwa mganga. Shida ni vile uko kwa kidhia. Haleluya. Wangekuwa wamekuwa kitambo na ukasaulika, lakini Mungu naye ni nani? Haleluya. Wanasema wanatutaja, wanasema tutakufa lini ili watawale. Usema sio wewe ukufi. Haleluya. Ninatangaza hata hizo jeneza zitakaa huko, zitawameza wao katika jina la Yesu. Let them stay there. Wacha hizo zikae huko, si mbaya. Walipeleka jeneza kwa ajili yako, lakini wao ndio wataingia. My father. Tunabadilishia vitu hapa. Wewe kuja kwa madhabahu, we exchange. Walipeleka wewe, lakini sisi tunakutoa, tunawaweka wao. Wakitarajia huzuni, wao wanahuzunika. Wakitarajia ulie, wao wanalia. Wakitarajia upigwe, wewe wanapigwa. Mimi nasikianga kurusha viboko, watu wengine wanoroshwe, wapigwe na makanga, wapigwe na ploti, wapigwe kila mahali, kwa sababu wamekusababisha wewe kulia. My father, sijui nikipita pande hiyo nitabakisha mtu hapa nitaenda, lakini nasema hivi, ulinzi wa Bwana. Angalia mtu mwambie ulindwe na Bwana, ulindwe. Somebody say amen. Angalia mtu mwambie mimi ninalindwa na Jehova. Ninatangaza leo katika jina la Yesu, hakuna kidole kitanyooshwa juu yako kitakaifanikiwa kuanzia saa hizi. Katika jina la Yesu. Hakuna kinywa kitainuka juu yako kitakaifanikiwa katika jina la Yesu. Hakuna maneno itainuka kinyume yako itakaifanikiwa katika jina la Yesu. Bwana akupe ulinzi wa Roho Mtakatifu. Sema ulinzi. Ulikuwa unasoma wapi? Sema ulinzi. Tingiza mtu mwambie ulinzi. Zaburi ya 41 mstari wa 5. Adui zangu wananitanja kwa maneno mabaya. Adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Atakufa lini jina lake likapotea? Atakufa lini jina lake likapotea? Na mmoja wao akija kunitazama asema uongo. Moyo wake ukusanya, usimpe mic. Unakusanyikia nini? Hii mic haina battery. Moyo wake ujikusanyia mahofu, naye atokapo nje uyanena. Anza soma hiyo mstari ya 5. Mstari wa 6 unasema hivi, na mmoja wao akija kunitazama asema uongo. Na mmoja wao akija kunitazama asema uongo. Moyo wake ujikusanyia mahofu, naye atokapo nje uyanena. Moyo wake unajikusanyia mahofu, na anapotoka nje ananena. Yaani anakusanya moyo wake mahofu. Acha nikwambie, acha nikusaidie leo. Unapoomba tangaza mahofu yote inayosemwa juu yako iangamie katika jina la Yesu. Kwa sababu kuna watu mioyoni mwao wamekusanya mahofu, na wanapotoka hivi wanasema mahofu. Yaani hakuna kitu wanasema kizuri, wanasema mahofu mabaya yako, vile umekufa, vile hauendelei, vile mliachana na bwana yako kama uko naye, vile uliachana na mpenzi kama ako naye, vile watoto wako hawasomi, walifukuzwa shule, vile hauna pesa siku hizi, vile maisha yako umerarukiwa. Yaani hawezi sema kitu kizuri, vile unajionyesha huku kanisani, vile unajipendekeza. Haleluya. Amen. Nilisikia wengine mnaitwa flower girls. Amen. Hallelujah. Vile unaitangwa ma flower girls. Oh my Father. Angalia mtu mwambie na sasa ninaomba hivi katika jina la Yesu. Hata mahali watakapotarajia jina langu lipotee, halitapotea. Ninaomba hivi kwa jina la Yesu. Jina lako halitapotea. Jina lako halitaondolewa na mtu. Mahali popote ulikanyanga na miguu yako, hapo panakuwa pako. Chochote ulishika hivi na mikono yako, hakuna mtu atakuja na mamlaka kuichukua. Chochote ulipossess, hiyo ni yako kuanzia siku ya leo. Hakuna mtu anasema, unajua Biblia inasema adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Wanasema nitaondoka lini ili wakalie mahali ninakaa. Waseme vile ninasema, watembee vile natembea. Angalia mtu nyosha kidole cha mna hii. Hii ni kidole cha mamlaka hiki. Kifanyanga, uniambie msikie mahadui mahali popote mlipo. Hakuna siku mtakalia kiti chenye nakalianga. Kama unafanya kwa ofisi, usifanye namna hii. Kama hiyo kitu utatoka ni promotion, sio mtu mwingine atakutoa. Unajua wanaweza kukutoa.
Afanya namna hii, kama ni kutoka nitatoka, maybe ni promotion nitakuwa nimepewa, lakini si ati leo nafanya kazi mtu anaenda anangirisha manyuma yake kwa mganga, anangirisha ana nguo, alafu anakuja anangirisha kwa kiti yako, angirisha atakudhuka. Kukudhuka ni language nyingine. Angalia mtu mwambie atakudhuka. Wewe sitaki kujua zaidi atakudhuka. Kudhuka ni kutokana kila kitu. Haleluya. Wewe mwambie aende angirishe na kuja angirishe mahali unakaanga. Itatokana mahara na matumbo kila kitu itakudhuka. Wewe soma hiyo language, itakudhuka katika jina la Yesu. Somebody say amen. Mwambie hiyo ni language nyingine, ni tongues. Wewe usijali hizo. Sizo ni vitu zingine, ni lugha nyingine. Itatokana. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaenda unatisha nyuma yako kwa mganga, alafu unakuja unakalisha matinya yako mahali ninakaa. Utakodhoka in the name of Jesus. Yaani mtu hata kunyang'anya na uchawi cheap namna hiyo. Mtu anakuletea sukuma na ugali, ati anakuroga na sukuma na ugali. Hiyo unapiga teke na unaiondoa. Na unasema mimi sio maskini wa kukula sukuma na ugali. Niroge na kitu ya maana, si kuniroga na sukuma na ugali. Wewe unarogwa na maharagwe na madodo. Ni nini hiyo? Huyo ni Mungu mchawi mchipu sana. Si uniroge na Range Rover, nione kama unaweza. Haleluya. Angalia mtu mwambie uchawi wengine ati mtu anakuroga na mbizi zile za Masai, ati anakuroga na mbizi za kujifunga huko kwa kiuno. Hizo nararua usiku na katakata na panga na makasi. Hizo ni vitu gani? Si uchukue kitu ya dhahabu uroge mtu nacho. Tingiza mtu mwambie wewe si wa kurogwa na vitu zingine, wewe si panya. Wewe si pusi. Haleluya. Wewe ni mtu wa dhamana. Haleluya. Kama ni kuroge na Mercedes, wakuroge na Range Rover, wakuroge na Hummer, wakuroge na nini nyingine, vitu ambao ukiona hata wewe unastuka, si vitu vingine. Mtu anakuroga na anavaa raba, huyo ni mtu sasa. Unaona mtu unamuongopa na anavaa raba na ananuka jasho. Si umwambie wewe enda huko kaoge kwanza alafu kuja uniroge. Tingiza mtu mwambie wachawi wengine hata si wa kuwapea ruhusa ya kuendelea. Tingiza mtu mwambie nimefika mahali ninafika. Haleluya. Ule mama alisema ngone yao. Tingiza mtu mwambie wewe bandika hata akonea. Somebody say amen. Kaandika kiwa ushago akajaiona maji tangu Januari mpaka mwezi wa 7 mpaka kanakula tubako kana ku remote control kiwa hapa. Kaoge kwanza ndio kakuweze katika jina la Yesu. Tunaweka standards zingine za tofauti. Amen. Ninaomba katika jina la Yesu hautarogwa na mtu akana mbele wala nyuma na hapo kama mtu kana ku remote control namna hii. Enough is enough. Ulinzi wa Bwana uwe juu yako. Malaika wakulinde. Haleluya. Hata kama ni kondoo wako kwa hiyo shamba yako na hakuna kitu kingine, Bwana mtu asinguze kondoo yako hata moja. Mtu asinguze kuku yako hata moja. Mtu asikuze hata paka yako. Bwana akulinde. Ulinzi wa Bwana. Ninatamka ulinzi. Simama kwa miguu yako, angalia mtu mwambie ulinzi. Hawezi shinda kanisani umekula meza ya Bwana siku 7. Haleluya. Na mtu anachinja kuku nyeusi, si uchinje farasi. Hebu tuulizane kweli. Mtu anapeleka kuku nyeusi, hiyo ndio ya kukuroga nayo. Tu upeleke farasi ni kuongope. Angalia mtu mwambie kuanzia leo hao wachawi wa kuku nyeusi na wapatia haleluya warning katika jina la Yesu. Ache kuharibu mali. Waweke hizo kuku zitakuwa za maana kwa maisha yao. Angalia mtu mwambie na iwe hivyo katika jina la Yesu. Naomba anga yako ibadilike. Haleluya. Anga ya mtu ikibadilika hata sura inabadilika, hata marashi yake inabadilika, hata kutembea kwake kunabadilika, hata kuongea. Somebody sema amen. Ninataka sasa kila kitu chako kibadilike. Somebody sema haleluya. Ninaomba ulinzi wa Bwana. Ukikula meza ya leo, Bishop anaenda kutuongoza kukula meza ya mwisho. Lakini wacha nikuambie usikule tu meza hivi kama mtu wa kawaida. Kula meza ukielewa kile unachofanya. Ambia Bwana ninapokula hii meza ya siku ya mwisho, siku ya 7. Leo ni siku 7 mwezi wa 7. Haleluya. Ambia shetani tuelewane, waganga tuelewane. Kuingia kwa compound yangu bila ruhusa, utapigwa na stima, utapigwa na waya, utaruka kichwa, utatembea na miguu. Mimi nilisema kuna haja gani useme ninawasamea wachawi wewe ukufe alafu waokoke ukiwa umekufa? Faida gani? Tingiza mtu mwambie tumia akili wewe. Ati ninawaombea wataokoka. Unaombea waokoke alafu siku ile wameokoka wewe utakuwa kwa kaburi. Tingiza mtu mwambie itakuwa imekufaidi nini? Ama wameua watoto wako 1 2 3.
Hiyo uchungu utapeleka wapi? Utamwambia Mungu asante, nilimwombea akaokoka, lakini nilipoteza watoto 7. Tingiza mtu, mwambie hapana. Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Haleluya, haleluya. Biblia inasema panapo madharau toa upanga wako, upanga kwa upanga. Angalia Mkristo aliye hapa, wacha kukaa kama malenge kanisani. Jua who you are in the name of Jesus. Ingia katika spiritual realm, know how to fight. Tingiza mtu, mwambie fika mahali, ingia katika ulimwengu mwingine, kwa sababu Biblia inasema ufalme huu wa Mungu wale walio na nguvu ndio wanachukua. Wale wamesubana kuongopa na kusema unajua. Wacha nikwambie, Daudi alitoka vitani. Kabla sijaomba, nataka hii kuchokora akili. Alipofika katika kijiji cha Siklag, Biblia inasema walipata wamepokonywa kila kitu, mpaka wake zao, mpaka watoto. Daudi alianza kulia na wenzake. Biblia inasema ya kwamba wakiwa wanalia, wenzake wakakasirika, wakachukua mawe, wakataka kulinga Daudi, kwa sababu Daudi alikuwa kiongozi, lakini analia kama wengine. Lakini wakati Daudi aliangalia hivi, akasema nipeeni naivera. Naivera ilikuwa priesthood garment, akavaa. Alipovaa ile naivera, akamuuliza Mungu, nifanye nini? Mungu hakumwambia endelea kulia nitakujibu. Mungu alimwambia wafuate, yani meaning fuata hawa maadui, unyo kwa unyo, kimbiza wao. Haleluya. Tingiza mtu, mwambie kulia imetosha. Kimbiza maadui zako, chukua kilicho chako, leta kwako. Daudi aliambiwa enda, chukua bibi yako na watoto, rudisha nyumbani. Ninakutuma leo katika jina la Yesu. Unapoomba maombi ya leo, chukua hatua, enda pokonya watu haki yako, rudisha. Somebody sema amen. Biblia inasema kuna mwanamke mwingine alikuwa mjane. Alikuwa anaamka every morning, anaenda kwa kadhi, anamwambia kadhi, nipe haki yangu. Kadhi anamwangalia hivi, maana Biblia inasema ule kadhi alikuwa mtu amchi Mungu, wala haheshimu mtu yoyote. Anaenda tena anamwambia nipatie haki yangu. Nakumbuka mwanamke mjane, kadhi anamwangalia hivi, anasema kutoka mbele yangu wewe ni kitu cha aina gani? Ule mjane aliinsist, alileta funcho, atili siku moja kadhi akasema, ijapokuwa simheshimu Mungu, ijapokuwa siheshimu mtu yoyote, huyu mama amenisumbua ya kutosha, nitampatia haki yake, aondoke mbele yangu, haache kunitesa. Sometimes we have to kufinya mahadui mahali mpaka watupatie haki yetu. Acha kushinda kusema nitafanya nini, sijui nini. Hapana, finya wao mpaka waachilie kilicho chako. Haleluya. Wengine tunawafinya kwa magoti, maana ukianza kusema mimi ni mjane, mimi ni mwanamke, mimi sijui ni nini, mimi sijui ni wa kanisani, sijui nini, watasema ninaomba mambo mabaya. Mpendwa, haleluya. Biblia inasema ya kwamba kadhi alisema ijapokuwa si mjui Mungu, ijapokuwa siheshimu mtu yote, lakini mama mjane amenisumbua ya kutosha, nitampea haki yake, aondoke mbele yangu. Haki ya ule mama ilikuwa kwa mtu hamjui Mungu. Wengi wenu destiny yenu iko kwa waganga, wameishika hivi, wamesema hauendi mahali, hautafurahia, hautacheka, hautakuwa na shamba watoto. Inataka ufinye mahali. Haleluya. Aachilie vitu vyako, inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Haleluya. Mwambie Bwana Yesu, ninapomaliza maombi haya ya mwezi wa 7 na hizi siku 7, na ninapokula meza ya Bwana, nipatie mamlaka na ulinzi wa Roho Mtakatifu. Anza kuomba ukiitisha ulinzi, na usiombe kama mtu aliyeshindwa, usiombe mtu kama mtu hajaye hawezi. Anza kuomba kwa sauti yako, anza kumuita